Kwa hivyo, tunaweza kuangalia masaji kama njia ya kufanya shughuli mbili. Moja ni kuruhusu au kusaidia kupumzisha misuli, na nyingine ni kuondoa uvimbe au edema karibu na mkono wa juu. Kwa hivyo, tunapoangalia taratibu hizi, jambo la kwanza muhimu kufanya ni kuhakikisha mtu yuko katika nafasi ya kustarehesha, na mkono wao ukiwa umeungwa mkono na mkono ukiwa juu kuliko kiwiko, juu kuliko bega. Hiyo inasaidia kuondoa uvimbe. Pia ni muhimu kwamba wawe na msaada mzuri wa mwili kwa sehemu nyingine ili wawe katika nafasi ya kupumzika. Tunachotazama ni kuanza masaji kwa harakati laini, pole pole, kando ya misuli na misuli iliyo karibu na mwili. Kisha pole pole kufanya kazi yetu mbali zaidi hadi mkononi, nyuma na mbele, na kisha pia chini hadi vidole. Mara nyingi ni vidole vinavyovimba zaidi, hasa katika hatua za mwanzo baada ya kiharusi. Kwa hivyo Penny, ungependa kujaribu hiyo? Ndio. Kwa hivyo unaweza kutumia masaji kusaidia na ndio, unaweza kupaka hiyo mikononi mwako. Kisha harakati nzuri na thabiti juu ya misuli. Peony anatumia harakati nzuri, ndefu, pole pole, akibonyeza misuli kati ya kidole gumba na vidole vyake. Na baada ya viharusi 5 au 10 kwenye mkono wa juu, tunaweza kuhamia kwenye mkono wa chini. Zaidi. Hiyo ni nzuri. Harakati nzuri, laini na pole pole. Unaweza kuona kwamba mkono wa Tony umeungwa mkono vizuri na mito, lakini pia na mkono wa Peony pale. Kisha kwenye nyuma ya mkono, nzuri na pole pole. Unaweza pia kujaribu harakati kutoka kwenye vifundo vya vidole kurudi chini kuelekea kwenye kifundo cha mkono. Hiyo inasaidia kuondoa uvimbe na edema mkononi. Ndio, sawa, nzuri na pole pole. Kumbuka. Ndio, sawa. Ndio, hapana. Hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa. Juu karibu na msingi wa kidole gumba. Kubonyeza misuli kwenye msingi wa kidole gumba. Nzuri na pole pole. Hapo. Ndio, sawa. Kwanza kwenye ncha ya kidole. Hiyo ni karibu. Ndio, hiyo ni nzuri. Nzuri. Umefanya vizuri, inaonekana nzuri.